Kambi ya Rais William Samoei Ruto tunavyozungumza sasa hivi, mtazamaji wangu, ni kwamba imeweza kuingizwa kijibaridi, na sio kwamba tu wanauziwa uoga, lakini kikosi au ile timu ya upinzani imeweza kuchapisha taarifa ambayo, mtazamaji wangu, imeweza kuonyesha jinsi na ambavyo wataweza kumpeleka Rais William Samoei Ruto hadi kule ICC. Mtazamaji wangu, mambo ni mengi mazito sana ambayo yanazidi kuendelea ndani ya taifa letu la Kenya, ambapo sasa hivi tunavyozungumza Rais William Samoei Ruto popote pale alipo ni kiongozi ambaye kwa sasa as we are speaking ako na wasiwasi kubwa sana kufuatia kila ambacho kimeweza kuzidi kutendeka na kila ambacho pia kimeweza kuzidi kutolewa na kina Kalonzo Musyoka. Ukifikishwa ICC, mtazamaji wangu, hapo ni kama huwa umeweza kufika mwisho wako. And as we are speaking now, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Wamalwa wameweza kutaja kwamba watakuwa wakiweza kufika bila kuogopa kule upande, mtazamaji wangu, wa ICC, na watakuwa wakiweza kumfikisha Rais William Samoei Ruto ili kwamba aweze kujibu mashtaka walioweza kuuawa, kwa nini hawajaweza kupata haki na ni kwa nini bado wanazidi kutembea wakiwa huru. Nikiweza kusomea katika lugha ya Kiswahili, wala ambao hawakuweza kuona au wala ambao hawajaweza kujua ni kipi ambacho kimeweza kuzungumzwa, basi waliweza kusema hivi, nikiweza kunukuu: ninapenda kuunga mikono vikali taarifa ya viongozi wa upinzani kuhusu mauaji ya kiholela nchini Kenya. So hayo ni mimi ambayo nazidi kuyazungumza nikisema kwamba ninaunga mkono kila ambacho waliweza kuzungumza, na hivyo basi waliweza kusema hivi, nikiwanukuu: tunalaani vikali mauaji ya raia watano huko Kilgoris, Transmara, kutokana na mzozo wa ardhi kati ya jamii ya maafisa wa GSU. Mzozo wa ardhi kati ya jamii na maafisa wa GSU. Hii si tukio la kipekee, bali ni sehemu ya mtindo hatari wa unyang'anyi wa ardhi na ukandamizaji unaoendeshwa na utawala wa sasa. Wakaweza kuzidi kwa kuongelea kwa kusema, tunatiwa hofu na uhusiano kati ya vyombo vya usalama na kundi linalodaiwa kuua waandamanaji kwa amri za juu. Ripoti ya BBC almaarufu Blood Parliament imefichua ukweli huu wa kusikitisha. Tunaonya dhidi ya mauaji mengine ya kisiasa na tunasinikiza mashirika ya kimataifa kama ICC kuchukua hatua. Aidha, tunasisitiza kwamba uteuzi wa makamishna wa IEBC ufanyiwe kwa mashauriano ya kweli na si kwa upande mmoja wa serikali. Wakati umefika wa kusimamia haki, kuheshimu katiba na kuhakikisha Kenya ni nchi ya wote, si kikundi kidogo cha watawala. Mtazamaji wangu, ujumbe huu umeweza kutolewa, na wakati ambapo umeweza kutolewa, basi mtazamaji wangu, viongozi wa upinzani wanataka ICC iweze kuingilia kati ili kwamba tu haki iweze kupatikana. And mtazamaji wangu, ningependa uweze kuelewa kitu. Wakati ambapo haya yanazidi kutendeka, ni kwamba watu wengi wameweza kupoteza maisha yao. And as we are speaking now, wengi hawajaweza kupata haki yao hadi sasa hivi, mtazamaji wangu, tunavyozungumza. Hadi siku ya leo tuliweza kuona viongozi wa upinzani, because now we cannot say that
Raila Amolo Odinga is the opposition leader in Kenya. Sasa hivi we can actually say that Rigathi Gachagua and his team, they are officially the opposition of the Republic of Kenya. So mtazamaji wangu, waliweza kuzungumza na wakaweza kupatana, wakawa na mkutano wa siri ambapo waliweza kuzungumzia jinsi na ambavyo taifa letu litajengeka, jinsi ambavyo taifa hili litaweza kufikia ila ambayo mtazamaji wangu ni hatua ambazo inataka iweze kufika. Na kwa kweli tunavyozungumza mtazamaji wangu, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Wamalwa, huyu ambaye mtazamaji wangu ni Mithika Linturi, huyu ambaye mtazamaji wangu ni Justin Muturi na Fred Matiang'i, wameweza kusema sasa wanataka kuwa kitu kimoja. And for now, kwa kile kitu kimoja ambacho wanataka kuweza kukua mtazamaji wangu, ni kwamba we are all seeing kwamba they have now agreed kwamba wataweza kukua kiweza kufanya kazi kwa pamoja. Na sasa kulingana na vile natazama, kulingana na vile naona, na kulingana na vile mambo yalivyo mtazamaji wangu, ukweli ni kwamba hapa Kalonzo Musyoka ndiye ambaye anatajwa kama mtu ambaye ataweza kukua ni mpinzani, au mtu ambaye ataweza kukua mtazamaji wangu ni mtu ambaye ataweza kukua mshindani mkubwa sana wa huyu ambaye ni Rais William Samoei Ruto. Na nimeweza kuona kwamba huyu ndiye ambaye ataweza kuchaguliwa na hawa viongozi kuweza kupeperusha bendera ya urais mwaka 2027. You know, tumekuwa tukiweza kuona picha mingi, mambo mengi, na tumekuwa pia tukiweza kutazama mtazamaji wangu kwa umakini kabisa. Iwapo umekuwa kuweza kufuatilia, tumeweza kuona kwamba mtazamaji wangu, wale wote ambao wamekuwa kiweza kuzidi kuonekana, wamekuwa kiweza kusema kwamba they want to vie for presidential seat. Tukiweza kuanza na Rigathi Gachagua, alisema kwamba anataka kusimama kiti cha urais. Nataka upate point yangu. Kalonzo Musyoka pia aliweza kusema, na naimani kwamba pia uliweza kuona. Martha Karua pia aliweza kusema. Na hapa wako pamoja. Hii inaashiria kwamba walichokuwa wakiweza kuzungumza, it was something ya kuweza kufanya wale ambao wanazidi kufuatilia wasiweze kuelewa mienendo yao na kila ambacho wanakifanya mtazamaji wangu. Lakini kwa sasa we are seeing all together. Ndiposa nakwambia mtazamaji wangu kwamba siasa hizi zitazidi kuchanganya sana hadi wakati na ambapo itaweza kufika mwaka 2026, basi tutaweza kuona kwamba mambo yataweza kuchemuka. Mambo yatakuwa mazito sana ambayo tutaweza kuyaona kwamba yatakuwa kiweza kuzidi kutendeka mtazamaji wangu. Ndiposa that's why I'm telling you now kwamba we must be ready for what is coming, because what is coming, it will be more heavier than what we all know that will be happening. So mtazamaji wangu, Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua, Martha Karua, Eugene Wamalwa, Fred Matiang'i washaweza kusema kwamba wako pamoja, wako tayari kuweza kuhakikisha kwamba tu mtazamaji wangu wanazidi kufanya kazi kwa pamoja coming 2027. Swali likiwa limeweza kusalia ni moja tu. Je, wataweza kufaulu kuweza kumpiku na kumshinda rais ambaye ni wa taifa la Kenya, Rais William Samoei Ruto coming 2027? Ndilo swali ambalo litaweza kubaki mtazamaji wangu, watu wakiweza kuzidi kujiuliza. But according to how I see things mtazamaji wangu, ni kwamba naona kwamba kwa umakini kabisa ni kwamba 2027 will be bigger, will be heavier, na mambo yatakuwa mengi sana mazito ambayo tutaweza kuzidi kuyaona kwamba yatakuwa kiweza kuzidi kutendeka mtazamaji wangu. Swali langu likiweza kubaki kuwa moja tu. Do you think kwamba huyu ambaye mtazamaji wangu ni Rais William Samoei Ruto ataweza kuja kufaulu na kuweza kushinda hawa ambao ni kina Kalonzo Musyoka? Tupe maoni yako kwenye comment section. Bye bye for now and I'll see you guys in our next video.